Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumati al-wahmi wa tukrimna bi nuri al-fahmi wa tuwaddihu lana ma ashkala hatta nufhima innaka ta'lamu wa la na'lamu innaka 'allamul ghuyub. Leo watukufu wa Islam, kwa dakika hizi 20 tutajifunza kitabu nikahi. Kitabu hiki kitatufunza yale yanayohusiana na ndoa, na kila mmoja katika sisi ima tayari tumeshaoa, ima tunatarajia kuoa, wakati. Sasa yanayohusiana na ndoa ndiyo tunayoanza kujifunza. Wama yataallaqu bihi min al-ahkami wal qadaya, na yale yanofungamana na hukumu za ndoa ndiyo tutakayojifunza kuanzia leo. An-nikahu mustahab, ndoa hukumu yake katika madhhabu Shafi'i, ndoa ni sunna. Katika madhhabu Shafi'i, ndoa ngazi yake kwa hukumu, ndoa ni sunna. Tunaposema sunna, tuna maana ni jambo linalotakiwa kufanya, na endapo atakapolifanya Muislamu anapata thawabu, na kama hakulifanya hapati madhambi. Hii kwa upande wa sheria ndio maana ya neno al-mustahab, kwa maana ya mandub, kwa maana ya sunna. Ndoa ni sunna liman yahtaju ilaihi, kwa yule mwenye kuhitajia ndoa. Kuna watu wengine hawahitaji ndoa, ima kwa uzee walionao, ima ni watujufu. Mtujufu ni yule ambaye vyombo havina kitu, ala ile inomfanya awe mume kila ikiamshwa hayamki. Huyu Kiswahili anaitwa mtujufu. Na watu wa sampuli hiyo, watu wengine wamejikita katika kufunga na kufanya uchamungu, hawahitaji kuoa. Kwa upande wa sheria kwamba ndoa ni sunna kwa yule mwenye kuhitaji, yajidu urbadahu, anapata mahari na matumizi ya chakula cha kumlisha mke wake kila siku. Kutokana na kazi anafanya, anaona kwamba ana uwezo wa kutoa mahari na ana uwezo wa kumlisha huyu mke wangu. Fa in faqadaha, kama atakosa urba, kama atakosa, hana uwezo wa mahari wala hana uwezo wa kumlisha mke wake na kumvisha mke wake, uwezo huo hana, istuhibba tarkahu, ni sunna kuacha kuoa. Hali yako ni hii ngumu, kila kazi unaoshika hakuna kitu unapata, acha kuoa. Sasa itakuwaje? Na vyombo vinahitaji huduma. Wayaksiru shahawatahu bisawmi, ataondoa matamanio yake ya kibinadamu kwa kutumia funga. Matamanio yake atayaondoa kwa kufunga. Kwa hivyo mtu asiye na uwezo wa kumlisha mke na mahali hana na kadha, lakini nguvu
za tendo la ndoa anazo, uwezo huo wa kumlisha na kumvisha na mahali hana, sheria inamtaka mtu huyu awe mchana wa masiku yake yote anafunga. Tunaelewana Waislamu? Kwa kijana, kama huna mke alafu unakwenda na kanuni inayosema nifuge ng'ombe wa kazi gani wakati maziwa ninapata, kanuni hiyo haifai na hairuhusiwi. Oa na kazana kufanya kazi ulimlishe mke wako na uweze kutoa mahari, wala usigeuze sabuni kule bafuni ndio mke wako kwa kutumia mkono. Tuliyozungumza masala haya hapa kwamba kutumia sabuni kufanya masturbation ni haramu. Tunaelewana? Fa in wajada al-qurbata, kama atapata mahari na matumizi ya kumlisha mke wa bihi, lakini mtu huyu ana illatun, ana kasoro fulani. Kasoro gani? Kaharami, mtu mwenyewe mzee kazeeka, mzee ni kasoro bana. Zile unaoa wewe mzee, unaoa mwanamwali anataka mkiki mkubwa, wewe mzee mtaweza wapi? Sio, hii ni kasoro. Tunaelewana Waislamu? Au maradhi, au ana ugonjwa daimi, maradhi ya kudumu yanayomfanya ashindwe kutekeleza haki ya ndoa, basi asio. Au taanini, au ni mtujufu, hana nguvu za kiume. Jamani, hatutukani, ni sheria. Tunaelewana? Sio kutukana, ni sheria. Haya tunaelewana? Wewe unajua kibuyu hakina maji, unakwenda kuoa mwanamke, umfanya nini sasa? Kisha hali kama hiyo, kurihani karaha kuoa. Kama ataribia huyu mke bwana kuoa, lakini habari ndio kwa habari mtungi, utakuwa radhi? Utakuwa radhi? Sawa, oa. Tunaelewana? Wa yustahabu, ni sunna kuoa dayenatun, mwanamke mwenye dini. Sio unaoa mwanamke kahaba, no, mwanamke dini yake, kwa sababu huyo atakuwa ni mama wa watoto. Sasa hawa watoto watalelewa kwa mafunzo gani na dini hana? Ndio maana unaona hali ya mitaa yetu, hali ya watoto wetu hawana maadili na tabia za Kiislamu, kwa sababu al-ummu madrasa, mama ndio university ya kumfundisha mtoto. Ikiwa mama hana kitu, basi unadhani kitatoka nini? Itatoka mwimba tarabu, itatoka mwimba bongo flavor, itatoka mtu wa mipasho. Tizama mwenye dini. Bikrun, ni sunna kuoa mwanamwali hajapata, yani bikra ni sunna kuoa mke wa namna hiyo. Baada ya kueleza hayo, sasa tunakwenda kueleza kipengele chengine. Baada ya kueleza hukumu za kuhusiana na ndoa, wayajuzu lilhurri, anaruhusiwa mwanamume aliye huru, ayajmaa, mwanamume Muislamu, si mwanamume ambaye si Muislamu, mwanamume ambaye dini yake ni Muislamu, anaruhusiwa ayajmaa baina arba'a harairi, kuoa wake wanne. Yaruhusiwa kuoa wake. Mafunzo haya wanaposikia wanawake wa Kiislamu wako tayari kuritadi kwa sababu ya mafunzo haya, hawayataki kabisa. Aliyeruhusu ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliyesema fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba',
Sasa mwanamke wa Kiislamu wa leo asiye na dini yuko tayari mume wake achiti na kutoka nje ya ndoa, hata awe na wanawake 10-20, lakini asiwe na mke mwenzake. Hilo ni baya zaidi kuliko huyu mume kwenda kufanya maasi na wanawake ambao si halali yake. Na sisi wanamume, namna tunavyoogopa wake zetu, hatuna uwezo wala ubavu wa kuchukua maamuzi ya kuoa zaidi ya mke mmoja. Uislamu umeturuhusu, na hilo turuhusu Qur'an. Haya, walilabadi, na wakati ule kulikuwa na watumwa, basi mtumwa ambaye ni Muislamu anaruhusiwa kuoa baina thnataini, kati ya wake wawili. Wala yankihu al-hurru amatan, mwanamume aliyehuru Muislamu haruhusiwi kumwoa mjakazi illa bishartain, isipokuwa kwa masharti mawili. Pale hakuna utumwa, hali yako na kufuji yako na hadhi yako ni kuoa mwanamke wa hadhi fulani, lakini hapatikani mwanamke wa namna hiyo, basi hata huyo duni na huyo ambaye hali yake hailingani na yako utaruhusiwa kwenda kumwoa kwa hali hizi mbili. Adamu salati al-hurra, kwanza kukosa mahari ya mwanamke huru. Kuna makabila mahari yao si mchezo bwana, kuanzia angalau huwa na milioni 30, uwe na nyumba, uwe na gari, uwe na... Sasa hali yako huna chochote katika hivyo, unapata 10,000, 20,000 kwa siku, mahali yako na nenda kaoa huyo aliyote si levo yako, kaoe, kwa sababu una uwezo kuoa yule mwenye levo yako. Wa khawfu al-anati, na kuogopa kufanya uzinifu. Hapo unatakiwa uoe hata kama mwanamke unayeoa hadhi yake iko chini kuliko wewe. Yalzamu alwalada i'fafu al-abi, analazimika mtoto kumzuia baba yake. Analazimika mtoto ambaye anao uwezo, mtoto huyu analazimika, lakini mtoto huyu anao uwezo, analazimika huyu mtoto awe mwanamume au mtoto mwanamke. Mtoto huyu analazimika i'fafu al-abi, kumzuia na zina baba yake, mzazi wake. Kwa maana mtoto huyu analazimika kumpatia baba yake mke. Baba mwenyewe mathalan kafiwa na mke wake, au imetokea sababu mpaka ameacha mke kwa sababu za kisheria, na baba bado mbichi, lakini hali yake kimaisha si mzuri, na wewe mtoto hali yako nzuri, basi wewe mtoto sheria imekulazimisha umuozeshe baba yako, umpatie mke, utoe pesa, utoe mahari, baba aoe. Wala ajdadi, na mtoto analazimika kuwapatia mababu zake wake. Babu hana mke na ni babu yako, babu wewe unatakiwa utoe mahari, muozeshe babu yako. Tunaelewana Waislamu? Hii ndio dini yenu. Bi ayyutiyahu mahara hurratin, mtoto huyu analazimika ampe baba yake au babu yake mahari ya kuoa mwanamke huri, mwanamke muungwana, mwanamke kufi na huyu baba. Au yakula, au mtoto aseme enke oa wa urutiyaka al-mahara, nitakupa mahari kwa huyo mke utayemuoa. Au yankiha lahu biidhnihi, au mtoto amuolee baba yake, wayumhira, na atoe mahari ya mke. Kwa hiyo naruhusiwa wewe mzee, kuna mama tumemwona anafaa, sisi tunaomba tukuolee, tutatoa mahari sisi na kila kitu, tutaoa na tutakuja kukabidhi mke wako. Sawa, basi unamuolea baba yako, unaoa ndoa tu kumpokelea, sio unaoa mengine, unaoa ndoa tu, ukitoka na mkabidhi
hamrudi mke wake, lako limekwisha. Hivi ndivyo sheria ilivyotufunza na kutuelekeza. Sasa tunaingia upande mwingine wa masuala ya ndoa. Wa nadharu rajuli ila almar'ati ala sab'ati adhurubi. Dakika zetu bado ni 4 tu, tunamalizia. Mwanamume anaruhusiwa kumtizama mwanamke kwa sampuli 7. Sio unakaa barabarani kukodolea wake za watu, kukodolea mabinti wa watu, kukodolea mama wa watu macho. Ya salam. Namna gani mwanamume anaruhusiwa kumtizama mwanamke? Sikiliza sheria ya dini yako. Ahaduha, ya kwanza, nadharuhu ila ajnabiyatin, mwanamume kumtizama mwanamke ambaye anaruhusiwa kumwoa, li ghairi hajatin, anamtizama tu, hana mahitaji yoyote, atizama mashaallah na maneno tena mwajua kusema. Hili fa ghairu jaizin, haliruhusiwi na sheria ya Uislamu. Kwa hiyo vijana na wazee tunaokaa katika baraza na kusema tizama neema za Mwenyezi Mungu zilizo pale kwa yule mwanamke, haya ni makosa na tunapata madhambi. Unatizama ili iwe nini? Tunaelewana? Qul lilmu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhuna furujahum. Maelekezo haya yamechukuliwa hapa. Wathani, tizamo la pili, nadharuhu ila zawjatihi, mume kumtizama mke wake au amati au mjakazi wake. Fayajuzu yandhura ila ma ada alfaraj minhu, yaruhusiwa mume kumtizama mke wake ukiondoa maeneo ya utupu. Kitaka kumtizama mkeo, basi ajistiri katika nguo kidogo, kana funika maeneo yake. Lakini maeneo mengine cheki mke wako, urudike, ufurahi. Mashaallah. Tena mwambie mke wangu mashaallah, mashaallah. Wadhali tulatatu, ingalisho la tatu, nadharuhu ila dawati maharimihi, ni mwanamume kuwatizama wale wanawake ambao yeye haruhusi kuwaoa, au amatihi almuzawwaja, au mjakazi wake aliyeolewa. Fayajuzu fima ada ma baina surrati wa rukba, yaruhusiwa kuwatizama wale wanawake ambao wewe huruhusiwi kuwaoa, maeneo yasiyo kati ya kitovu na magoti. Hivyo dada yako akiwa ananyonyesha hapo nyumbani, dada yako baba mmoja mama mmoja, dada yako mama mmoja, dada yako baba mmoja, dada sampuli hii akawa ananyonyesha mtoto wake, ametoa ziwa lake na mnyonyesha, usimwambie dada funika ziwa kwa sababu wewe kaka unaona. Tunaelewana? Waislamu waona sio peke yao. Lakini binti yako anachukua mguu pale, unaona sehemu ya ugongo wake, kichwa chake, binti yako kiko wazi na wewe baba ndio uko pale, si kosa. Lakini watoto wetu watakana watu wengine ambao wanaruhusiwa kuoa hawajifuniki. Utapofika wewe baba ndio anajifunika. Hicho kichwa baba yako akikiona, wewe binti, hakuna makosa. Lakini si mwingine. Tunaelewana? Lakini kama kaka baba mmoja mama mmoja anaweza kuona kichwa cha dada yake. Lakini leo tizama katika daladala, mama hata umjui katokea wapi, anatoa ziwa, anamnyonyesha mtoto wake kama anampa peremende au anampa biskuti. Haramu ya. Tunaelewana Waislamu? Kwa hiyo tunawajibika tuwaelekeze dini hii ya Kiislamu, kuwaelekeza hawa wanawake wa Kiislamu. Warabiu, tazamo la 4, an-nadhuru li ajli nikahi, kumtizama mwanamke kwa ajili ya ndoa. Kuna watu katika Waislamu hutizama mpaka hupima wakafanya na maasi, wasema tutapimana. Je, mwaka mzima tutapimana? Tuweza mwapimana nini ya? Mnatupimana wewe kitu gani hapo?
Kwa hiyo an-nadharu li ajli nikah, kutizama mwanamke kwa ajili ya ndoa yaruhusiwa. Nao wakati wa wazee wetu uliopita, ilikuwa kijana anapotaka kuoa na bashiriwa ni nyumba fulani, watakwenda pale, watazungumza wazee, basi huyo binti hata hajapata kumuona huyo mume na huyo mume hajamuona huyo binti, ataambia binti, wewe binti wewe, hebu lete maji ya kunywa, kuna mgeni hapa. Kwa hiyo akija mwanamume anaona uso wake, anaona ule uzuri na urembo, unaletwa na ile sura, ataweka maji pale, basi tena akirudi utaona na vingine ambavyo vitakuvutia. Naam, huyu ndiye. Tunaelewana Waislamu? Lakini leo na kutizama huko sio mtizamane wenyewe. Uislamu umeruhusu mtizame huyo mke na maharimu wake yuko hapo, yaani kama kaka yake, baba yake, babu yake kubali, sio mtizamane wenyewe, mpimana wenyewe. Hakuna katika Uislamu hivi. Fayajuzu ila alwajhi wal kaffain, yaruhusiwa kutizama uso na viganja vile vyaonesha unyororo wa mwili wa mke huyu, na uso unaonesha urembo na uzuri wa mke huyu. Tunaelewana? Haya, wal khamis, tazamo la tano ambalo mwanamume anaruhusiwa kumtizama mwanamke, an-nadharu limudawati, ni kumtizama mwanamke kwa ajili ya matibabu. Usilete darweshi wake. Mwakwenda hospitali, bahala marami ilipokaa imekaa pahala, ni jipu limekaa kwenye paja. Usianze kusema wewe daktari, sasa wacha daktari atizame ile jipu limekaa pahala gani. Kwa hiyo daktari huyo ni mwanamume, anaruhusiwa kwenda kupekua huko akaona mke anaumwa pahala gani. Fayajuzu ila al-mawadhi allati yahtaju ilayha, mwanamume huyo anayetibu anaruhusiwa kumtazama mke huyo kwenye sehemu inayohitajiwa kwa ajili ya kutibu haya maradhi. Tunaelewana Waislamu? Wa sita, an-nadharu lishahada au lilmuamala, kutizama kwa ajili ya miamala au shahidi. Mmekwenda kununua dukani, basi ile kutizama ni mama fulani ndio aliruhusiwa. Fayajuzu an-nadharu ila alwajhi khassatan, kumtizama katika uso inaruhusiwa. Ama la saba, hili lilikuwa ni wakati wa utumwa, kumtizama mtumwa ili kuweza kumnunua, kwa sababu labda unatizama huyu bado anaweza kufanya kazi na kadha wa kadha. Sasa mata haruma an-nadharu haruma al-mas, ilipokuwa ni haramu kumtizama mwanamke, basi ni haramu hata kumgusa. Madhali huyu mwanamke hata kama ni mtu mzima, wewe unaruhusiwa kumuoa, hasa watu wetu wa bara. Habari ya kusalimiana, shikamoo, kupeana mikono na huyu si maharimu wako, hairuhusiwi. Wasalimiana na binti kwa sababu juana naye, wasalimiana mikono kwa mikono. Uislamu hauruhusu. Shemeji yako, salamu alaykum, wa alaykum salam, habari, hapana kupeana mikono. Tunaelewana? Wa mubahani lifasdin wa hijabatin, yaruhusiwa kumtizama mwanamke na kumshika kwa ajili ya kuumika, wa ilaji, kwa ajili ya matibabu kama tulivyosema, wa taalimin, umeletewa mwanafunzi hapo au wanafunzi wanawake, wanaruhusiwa kumtizama kwa maana kwa ajili ya kumsomesha. Tunaelewana? Lakini sio kwa ajili ya sabuni nyingine. Walizawji an-nadharu ila kulli badaniha, mume anaruhusiwa kutizama mwili wote wa mke wake, lakini sio akaya uriana, anatambua na kawa anajifunika maeneo yale ya nini, anakuwa stara kitu. Lakini sio mume yuko pale, mwanamke ndo anavaa mavazi gubi. Mume yupo, mavazi sio gubi, avae nguo zile. Mume hao anafutika nguo zina. Tunaelewana Waislamu? Sio leo imekuwa mwanamke anavaa nguo za chumbani, anazivaa anapita nazo barabarani. Ni makosa. Mwanamke anapita barabarani kavaa taiti, Muislamu kavaa kimini, kavaa suruali, kavaa kitopu, haramu ya yote haya. Mwanamke ajistiri, mwanamke asiwe rahisi kuliko hata nyanya mbovu. Masaba na kwa ghali kuliko mwanamke bwana.
mwanamke ni mtu wa thamani. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kama kuna maswali basi